ni kama sponge. Sponge unapoichota kwenye maji huwa inachukua mengi. Kwa hiyo ubongo wa mtoto unakuta kama ile sponge, kwa sababu unakuta kwamba mtoto hajui vitu vingi. Na wakati mwingine mnaweza kuuliza swali kwamba malezi haya unayoyazungumzia ya mtoto yanatakiwa yaanze kwa umri wa mtoto wa miaka mingapi? Lakini malezi bora yanaanzia mtoto akiwa tumboni. Mama ambaye ni mjamzito anaweza akaongea na mtoto wake, na mtoto wake akiwa tumboni akamsikiliza. Kwa sababu unaweza ukauliza swali kwamba yaanze kwa mtoto wa umri gani, lakini hata watoto ambao wako kwenye matumbo ya mama zao wanasemeshwa na wazazi wao. Hata baba unaweza ukashika tumbo la mke wako ukaanza kuzungumza na mtoto wako ambaye unamtegemea kwamba atakuja kupatikana labda miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne ijayo. Mahusiano kati ya watoto na wazazi, hapo ndipo ambapo tunaweza tukatoa malezi yaliyo bora. Ninashukuru leo ninazungumza na wazazi. Hata wewe binti, kijana ambaye hujaoa, wewe ni mzazi. Kwa hiyo mzazi unaweza ukafanya mapinduzi makubwa kwa mtoto wako, kwa sababu usipofanya mapinduzi kwa mtoto wako, dunia usifikiri kwamba itamwacha salama. Haiwezi kumwacha salama. Kwa hiyo jenga mahusiano na watoto wako ili kwamba uweze kuwasaidia watoto wako katika malezi yaliyo bora. Ndipo ambapo lile andiko linalosema kwamba mlee mtoto wako katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ni pale ambapo utaweka mahusiano mazuri na watoto wako, na mtoto wako utaweza kumlea vizuri, kwa sababu kila utakachokuwa unamwelekeza atakuwa anasikiliza, atakuwa anatii. Amina. Kwa sababu umeweka mahusiano. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jenga mahusiano mazuri na watoto wako ili kwamba uweze kuwapa malezi yaliyo bora. Mzazi, wewe ndio mwenye wajibu wa kumlea mtoto wako. Unajua inashangaza, ni vitu vya kushangaza. Unakuta mzazi anashika mtoto wake, hiyo ni asubuhi, Jumapili. Unajua leo ni Jumapili, unafahamu hilo? Unaitwa nani? Amosi. Unajua leo ni Jumapili. Sasa nenda huko kanisani, utakutana na walimu wako. Nenda. Kanisa si wajibu wake kufundisha watoto wako. Naomba hilo mlijue. Wala walimu waliopo hapa kanisani, hata leo katibu wetu ametangaza kwamba walimu wapya watakuwa wanawekwa wakfu kwa ajili ya kufanya huduma ya watoto. Si kazi yao. Si kazi ya walimu wala si kazi ya kanisa kukufundishia watoto wako. Kanisa, walimu wa watoto wanasaidia tu. Kama wewe utashindwa kuwafundisha watoto wako, malezi yaliyo bora yanaanzia nyumbani kwako. Usitegemee kwamba mwalimu atakuja kurekebisha tabia ya mtoto wako.